Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa wananchi, ukiweza kushuhudia kila siku wanazidi kuongeza thamani kwenye kikosi chao. Umeweza kushuhudia kwa sasa hivi ni kipindi cha dirisha dogo la usajili, mambo yanazidi kuiva kweli kweli kunako katika usajili. Unafahamu ya kwamba klabu ya soka Young Africans hapa katikati imeweza kutambulisha wachezaji kadhaa kwenye mashindano ya Kombe la Mapinduzi, na ukiweza kushuhudia ingizo mapya ya wachezaji hao ambao wameweza kuingia, lakini si kwamba ni mwisho kwamba Young Africans ndio wamemaliza hivyo katika kipindi hiki cha usajili, lakini la hasha, mambo yanaonekana kwenda sambamba na kile ambacho wananchi wanakihitaji. Umeweza kushuhudia usajili kama wa Damaro kutoka pale Singida Black Stars, Emmanuel Mwanengo kutoka Tabora United ambayo kwa zamani ilikuwa ikiitwa hivyo, lakini kwa sasa inaitwa TRA ambayo ametokea huko. Sasa mimi nimekusogezea taarifa nyingine kubwa kabisa ambayo imeweza kutambulishwa kwa siku ya leo juu ya mchezaji mkubwa ambaye amekwenda kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa, na balaa kweli ana mambo huyo, ana rekodi, yani ni mchezaji ambaye amekamilika. Pengine labda unaweza kusema ya kwamba labda ligi ije mkatae, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao katika kipindi hiki cha karibuni katika usajili ambao umefanyika kwenye timu ya Yanga, unaweza kusema kwamba ndio mchezaji ambaye anakuja rekodi yake ni nzuri kweli. Ni nani huyo ambaye ana sifa kedekede zote hizo ambazo nazo mwagia hapa? Utakwenda kumjua hapa, kwa sababu taarifa yote kamili niko nayo na sijaacha kitu chote niko nacho hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya hapa nazungumzia Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana, kikosi cha wananchi Young Africans kinazidi kuongeza majembe. Unafahamu ya kwamba kuna hiki kipindi cha dirisha dogo la usajili, unafahamu ya kwamba wameweza kuachana nyota hao baadhi, ambapo nazungumzia kama mshambuliaji hapa, nazungumzia si mwingine bali huyu ni namba 9 ambaye wameweza kuachana naye na kurudi katika klabu yake, kwa sababu alikuwa ametua Young Africans kwa mkopo. Kwa kile ambacho kilichoonekana, Boeli anaonekana kama vile amerudishwa kwenye timu yake, lakini pia kumekuwepo na sintofahamu kati ya Young Africans pamoja na hapa nazungumzia namba 9 Mamadou Doumbia kuonekana kama vile hayupo kikosini na kuitwa kwenye timu yake, lakini mpaka sasa taarifa bado hazijasema yuko wapi. Lakini licha ya yote hayo, unaambiwa klabu ya soka ya Young Africans imekamilisha usajili mkubwa kweli. Unaambiwa Young Africans wamekamilisha usajili wa wachezaji wawili wapya wa kimataifa, ambapo unazungumzia Depu kutoka Angola, moja kati ya washambuliaji hatari kabisa, lakini mwingine ni pamoja na Alan Okello, moja kati ya wachezaji hatari kabisa kweli. Uliweza kushuhudia moto wake katika michuano hii ya AFCON kulingana kile ambacho kinachoonekana. Unaambiwa mchana huu Yanga wamekamilisha usajili wa kiungo wa Vipers Alan Okello mwenye umri wa miaka 25 kwa mkataba wa miaka 2.5. Haikuwa kazi nyepesi, kwani wiki hii vilabu vya MC Alger, Al Tripoli ya Libya vilituma ofa nono ili kumpata kijana. Baada ya rais wa Yanga kupata hizo taarifa, akapanda ndege chap kuelekea Uganda ili kumalizana na rais wa Vipers Lawrence Mulindwa. Bado mazungumzo yalikuwa magumu, ila Elsi ameshinda vita na Okello ni balaa jipya
ndani ya Tanzania. Muda huu Elsi anaelekea alikuwa anarudi Tanzania baada ya kukamilisha kile ambacho kilichokuwa kikiendelea. Unaona bana, sasa kile ambacho kimekamilika ni kwamba tayari Alan Okello ametua ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia ya wananchi Young Africans kutokana na kile ambacho kinachoendelea. Hapa ameandika mchambuzi wa soka si mwingine bali ni Farhan Kiam, akielezea namna ambavyo Engineer Hersi alivyofanya dili hili. Anasema kwamba ameandika kwenye upande wa kimafumbo. Anasema kwamba dogo wa Kinondoni akaona kuchati sana WhatsApp kutachelewesha. Yaani akimaanisha dogo wa Kinondoni ni kwamba hapa nazungumzia Engineer Hersi. Akasema kwamba kuchelewesha dili, maana poster boy anahitajika sana. Huyu poster boy ni Alan Okello. Sasa anasema kwamba anahitajika sana Afrika na nje, akala private jet mpaka Kampala. Huyo ni engineer, akamwambia rubani, usizime ndege, narudi sasa hivi na hii AI ya kasusu yangu kabla haijapoa, nitakuwa tayari hapa, msinifunike. Dogo akafika hadi klabu na kwa janja hapo offers zinazidi kumiminika. Yani Alan Okello offers zilikuwa zinazidi kumiminika, akafanya kuongea na rais wa Vipers, na rais wa Vipers akakubali kuweza kufanya dili hilo. Wakati unamaliza dili hilo, rais wa Vipers akaja kuwasha simu yake, anakutana kuna offer lukuki, na tayari Engineer Hersi tayari alishaondoka, yuko zake Zanzibar, mkataba ulishasainiwa. Dogo ambaye ni Alan Okello akapewa taarifa kwamba kila kitu kimeweza kumalizika, na hivyo basi anatakiwa arudi atue ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo ndio kile kinachoelezwa kwamba vyanzo kutoka nchini Uganda vinadai kwamba uhamisho wa Alan Okello kuelekea Jangwani zimetumika bilioni 1 za Uganda, sawa na shilingi milioni 693 za Kitanzania, ili Vipers wakubaliane na dili hilo la Alan Okello ambaye alikuwa anaelekea mwisho wa mkataba wake. Ili dili limeniuma, niseme ukweli, na sipo mbali sana na mheshimiwa Sugu kutoka Mbeya mjini, niseme Yanga kama asemavyo Sugu. Unaona bana, huyo ni Farhan Kiam akiweza kulielezea dili la hapa. Nazungumzia Alan Okello ambaye kwa sasa ni moja kati ya wachezaji East Africa, unaweza kusema kwamba ni wachezaji ambao wanamulikwa sana kulingana na kiwango chake, namna ambavyo ameonekana. Alan Okello ana rekodi nzuri, si mbaya, ni nzuri kweli kweli. Unaambiwa Alan Okello msimu uliopita alikuwa mfungaji bora wa ligi ya Uganda ambapo alifunga mabao 19. Okello pia ndani ya Vipers mpaka sasa amecheza mechi 58, amefunga mabao 26 na kutoa assist 11. Amehusika na magoli 37 ya Vipers kwa maana ya mabao pamoja na assist. Ili sio balaa jipya limetua, ni tetemeko jipya limekuja katika ligi ya NBC. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo kile kinachoonekana kuwa ni kigumu kweli kweli kwa upande wa hapa nazungumzia kile ambacho kinachoonekana kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni kikosi cha Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho anaenda kukifanya kwenye usajili. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande